Jina langu naitwa Tausi Mauridi Kapaya. Natokea kata ya Isevya kwa Tabora huu. Tayari itakusaidia kwa namna moja na nyingine. Yaani nashukuru sana. Yaani ni jambo zuri la heri. Yaani hapa naona nimeshakuwa mzito. Yaani nimepata msaada mkubwa. Inavyowezekana hata ndugu yako hawezi kukusaidia hivyo. Lakini diwani huyu ana mambo mazuri sana. Anasaidia kichama, anasaidia kiserikali, anasaidia na watu binafsi tu hata wasio wanachama. Yaani ni mtu wa amani sana. Amekuwa amefanya hivi muda gani? Ni muda mrefu. Miaka 10 tangu mimi nimeanza kuwa shirika na yeye pamoja. Ni miaka 10. Kwa hiyo namwombea kila la heri kwa kazi ya uchapakazi wake. Yaani aendelee. Anaitwa Mchungaji Alexander Isaya Ulumye. Nichukue nafasi hii kushukuru kwa ajili ya diwani wetu ambaye ndiye meya wetu wa manispaa ya Tabora. Jambo hili alilofanya kwa wanachama wa CCM na viongozi wa madhehebu mbalimbali wakiwemo Wakristo na Waislamu ni jambo ambalo linapaswa kuigwa. Ni jambo ambalo linapaswa kuigwa kwa kiongozi yote. Ni muhimu kiongozi kuwa karibu na wale anaoongoza. Na wakiwa karibu na wale wanaoongoza, basi wale wanaoongoza maana yake wataendelea kumthamini, lakini yeye ataendelea kuwathamini. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi wakisha kuja labda kwenye kampeni na nini, wakifanikiwa mara nyingi wanakuwa mbali na wale waliowachagua. Lakini tunamshukuru meya wetu na diwani wetu wa kata ya Isevya kwa jinsi ambavyo amekuwa karibu na wananchi wake. Si tukio la leo tu, matukio mengi kwa muda wangu kuwepo katika kata ya Isevya nimekuwa nikiona akihusika sana karibu na watu, ikiwemo misiba, sherehe mbalimbali, amekuwa akishiriki sana. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa, na nitoe wito na kuomba viongozi mbalimbali, wawe wa chama na serikali, wawe wale wa kuteuliwa, wawe kwenye ngazi mbalimbali, wawe ni mfano mwema kwa wananchi na kwa wale wanaoongoza. Maarufu naitwa Hamisi Baba, ni bilali wa msitu wa Isevya. Tumekuja kwenye kikao cha diwani wetu. Nashukuru kwa kutoa futari kwa sisi Waislamu, tunamshukuru sana. Mungu amwezeshe kila mwaka aendelee na hizo shughuli. Mimi naitwa Rosemary Alois, kwa jina maarufu naitwa Mama Nyanjali. Naishi mtaa wa Roko, Isevya, Kichangani. Namtakia kila la heri. Anajua tukiwa na msiba anatoa gari lake bure. Tunapiga picha hivi baba. Ukiwa na shida tu kwenye shida hizi za muhimu, acha shida za life. Msiba anausimamia mpaka mwisho. Tutampata wapi tena wa hivi au kutufaa? Namtakia kila la heri. Tunamtakia kila la heri na aongoze na mama yetu Mama Samia. Anajua sasa hivi tunakula raha, kina mama tuna raha zote. Kila la heri tunawatakia. Itakuwa imeokoa karibu shilingi 50,000. Nitakaa karibu hivi leo nitakula daku mpaka kufungua na kula daku hii sitagalamika. Kale kahela nilikuwa na hangaika kuuza tumkaa, sasa hivi nitatengenezea wanangu hata madaftari ya shule. Kila la heri. Kwa majina naitwa Selemani Mdaki wa Imani. Ni mwenyekiti Chama cha Mapinduzi tawi la Isevya. Ama kwa iftari ambayo imetolewa na mheshimiwa diwani wetu kata Isevya na mheshimiwa mstahiki meya mjumbe East Africa na Central Africa, tunamshukuru sana, na mwenendo huu ameendelea kufanya kila mwaka. Utaona namna gani tangu kuanzia 2009 mimi nilivyofahamu 2010 iftari hii alikuwa akitoa kila mwaka, kwa maana ni muendelezo wake. Kabla hajawa diwani alikuwa akifanya hivi. 2010 utaona yeye kaingia diwani kata Isevya kwa mara ya kwanza ni 2015. Utaona ndani ya 2015 huko nyuma pia alikuwa anaendelea kutoa huduma hizi za iftari kila mwaka. Mwenyezi Mungu amemjalia kuwa na kidogo katika kipato ambacho amemjalia, lakini hakuacha kula na wenzie, hakuacha kula na waumini wenzie, wananchi wenzie wakata Isevya, majirani wakata Isevya, na hatimaye muendelezo huu unaoona kila mwaka unaendelea. Na baada pia kupata kiti cha udiwani pia mheshimiwa diwani wa kata Isevya Ramadhan Shaban Kapela aliendelea utaratibu huu wa kutoa iftari kila mwaka tangu 2015 alipochaguliwa kuwa diwani kwa awamu ya kwanza, na hata awamu ya pili ya 2025 ameendelea kutoa kila mwaka Mungu anapomwezesha katika fursa kutoa iftari kama hii. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamwombea kila laheri. Mungu ambariki yeye na familia yake na wale viongozi wenzie katika harakati za kisiasa ambazo akiendelea kuwa nazo katika kata Isevya. Sisi tunamshukuru Mungu sana kwa tunu ambayo
ametujalia kutupa kiongozi bora kama huyu, mwenye weledi, mwenye kujali utu, lakini mwenye kugusa kila mmoja kwa nafasi yake na nukta yake. Tunamshukuru sana, Mungu ambariki sana mheshimiwa diwani wetu kata Isevya na mstahiki meya. Jina mimi naitwa Mariam Juma Mmukiwa, ni katibu wa wazazi kwenye tawi la Kichangani kata ya Isevya. Tumekutana hapa kwenye ukumbi huu kwa ajili ya mheshimiwa diwani anagawa leo iftari. Mheshimiwa diwani, kwanza napenda nimpongeze Ramadhani Kalubania kwa kazi nzuri anayoifanya na utu. Mama Samia amesema kwamba kazi na utu tunasonga mbele, ameonyesha utu wake kwa kugawa futari, na leo tumekutana hapa tukiwa tuna dini zote mbili, Wakristo wanafunga Kwaresma na wanawake wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanawake. Waislamu tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ametuita kwa ajili ya kugawa iftari. Ninawaomba sasa, kabla ya kuomba, na huu umekuwa ni mwendelezo wake wa miaka yote tangu kabla ya diwani. Okay. Sawa. Na huu utaratibu huu wa kugawa iftari umekuwa ni mwendelezo tu, kwa sababu kabla hajawa mheshimiwa diwani na kabla hajawa mstahiki meya alikuwa anagawa futari. Kwa hiyo huu ni mwendelezo. Nampongeza sana na namshukuru sana kwa niaba ya watu wote, Waislamu na Wakristo. Na vile vile napenda kutoa wito kwa viongozi wengine, au hata kama sio viongozi, mtu yoyote mwenye uwezo wa kugawa futari, na sio futari, misaada kwa watu wasiojiweza. Jamani, tunaomba mumuige mheshimiwa wetu diwani na mstahiki wa meya manispaa ya Tabora Ramadhani Kalubania kama anavyofanya, ana utu. Mwenyezi Mungu amjalie kila laheri, Mwenyezi Mungu amzidishie pale panapopungua, na awazidishie nyinyi wote ambao mnafanya kama anavyofanya mstahiki wetu. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anafanya, na ndio maana kwa kutambua kazi yake tumetoa mifuko kama vipeperushi vya Mama Samia ambao anafanya kazi nzuri. Hasa ile kauli yake ya kauli mbiu ya 2025, utu, kazi na utu, tunasonga mbele. Mimi kama mheshimiwa diwani na mstahiki meya nimekuwa na utaratibu huu wa kila mwezi wa Ramadhani na kwa lazima huwa naonana na baadhi ya wananchi na wajumbe wa kata Isevya kwa ajili ya kile kitu kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Mimi kama nilivyosema, mimi darasa yangu ya 7, lakini watu wameniamini, nimekuwa diwani, nimekuwa meya, na mambo yanakwenda vizuri. Kama nilivyozungumza, miradi inakwenda vizuri ya kata ya Isevya, lakini wilaya kwa ujumla. Lakini tumekuwa tuna passion kubwa kwa wananchi wetu. Kwa hiyo nikaona nitoe, na hii sio kampeni kwa sababu mimi ni diwani, mimi ni bado meya. Kwa hiyo naendeleza, natoa kile ambacho Mungu atanijalia, na sio mara ya kwanza. Kabla hata sijawa diwani, utaratibu ulikuwepo mpaka nimekuwa diwani, na hata kama nitakuwa sio diwani wakati Isevya, ili jambo litaendelea kwa sababu liko ndani ya moyo wangu. Lakini kipekee kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana ndugu yetu mwekezaji na mkurugenzi wa Msoma Utalii, ndugu yangu Shabani Zubeli Mlutu, kwa moyo wake wa hisani kwenye hii iftari, kama sio iftari na mambo mengine mengi ya kata ya Isevya na ya Tabora kwa ujumla. Amekuwa tukimwambia anatuunga mkono, sio kata ya Isevya tu, kata zote, watu wote, kwa sababu tumesema kwamba lazima tuseme kweli, hata kama kweli unaumiza. Mtu huyu anajitoa kwa ajili ya watu wa Isevya na watu wa Tabora. Lakini sio tu kujitoa, mtu huyu amewekeza zaidi ya ana mashule, ana mavyuo, ana mambo mengine, ameajiri zaidi ya watu 1000. Tukisema tu watu 1000, tukisema kila mtu awe na mke mmoja, ina maana hao watu 2000. Tukisema mtu awe na mtoto mmoja, ina maana ni watu 3000 ambao maisha yao yanakwenda kwa kupitia Mungu alichomjalia Shabani, na wenyewe wanafanyaje? Wanaishi. Kwa hiyo mtu kama huyu ni lazima tumlinde, lakini tumuunge mkono, kwa sababu sio tu mtoaji, lakini bado anatoa ajira kwa watu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa niaba ya wananchi wa kata Isevya, tunamshukuru sana na tunamwombea Mungu pale alipotoa, Mwenyezi Mungu amuongezee.